sana kuwaona wanawake wa kijiji cha Kayenze. Kwa majina yangu naitwa Sprida Lois Andrew. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la wanawake linalojulikana kama WIWO kwa kifupi. Jina lake ni la Kiingereza Women Invite Women Organization. Tumetokea Mwanza ambapo ndiko makao makuu Mwanza mjini ya shirika letu. Sisi tumejikita katika kuwezesha na kulinda wanawake na watoto kama mimi nilivyo. Kwa taaluma yangu mimi ni mwalimu na nje ya kazi yangu ya ualimu mimi ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii ambapo nimejikita katika kuwezesha na kulinda wanawake na watoto. Kwa hiyo nimefurahi sana kuja hapa leo tarehe 31 mwezi wa 12 2025 tunapoelekea kumaliza mwaka huu na kuanza mwaka mpya. Sisi kama shirika la WIWO tumeona ni vizuri tukawatembelea wanawake wa Kayenze kwa ajili ya kuwasalimia lakini pia na kuwatakia heri ya mwaka mpya. Sasa hivi si tunaweza hata kama hatujawezeshwa? Au bado kuna mwanamke ambaye amesubiria kuwezeshwa? Sasa hivi kila mwanamke anaweza hata kama asipowezeshwa. Nguvu tunayo, nia tunayo na uwezo tunao. Kila mwanamke ni lazima awe sehemu ya mapambano ya pato la familia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nipende tu kusema wanawake wa Kayenze tusikae kwa kulala. Tufanye kazi, tuchape kazi, tujumuike katika shughuli zote zinazoendelea ndani ya kijiji chetu bila kujalisha jinsia zetu. Tunafahamu kwamba sisi kama Wasukuma tuna mila na desturi zetu, lakini hizo ambazo ni mila kandamizi tunakuwa kuachana nazo. Zisitusababishe kushindwa kupambania familia zetu au kupambania taifa letu wakati zenyewe haziwezi kutufikisha pale ambapo tunapatamani. Kwa hiyo sisi kama shirika la WIWO tunatamani kila mwanamke kumuona akijishughulika, akichakalika huku na kule, kama ni kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye ususi, kwenye ushonaji, kwenye upambaji, yani kila shughuli, ili mradi tu kila mwanamke uwe uko kwenye heka heka, ambayo jioni ukirudi na mume wako mkirudi, baba analeta 100 na wewe unaleta 100, mkiweka pamoja, na hiyo ndio inakuwa familia, mnaipangia hesabu kwa pamoja. Si ndio jamani akina mama? Baada ya kusema hayo, sisi tumekuja na kitu kidogo sana. Tumekuja hapa na nguo. Tuna nguo za kina mama na za watoto. Ni nguo za mtumba. Tungependa mzipokee. Zimetoka kwa wanawake wenzenu ambao wako Mwanza mjini hapo. Wamesema tuwaletee. Mtakapokuwa mkienda shamba kupalilia mahindi yenu, mnavaa zile ambazo ni za hizi mlizovaa sasa hivi, mnazitunza kwa ajili ya kuendea kanisani na maeneo maalum. Sawa jamani? Mko tayari kupokea? Tunaomba mpokee kwa mikono miwili. Tumeleta kwa moyo mmoja, hatujaja kuuza, tumewaletea kama zawadi ya kuwatakia heri ya mwaka mpya. Ameja kurumba. Nawashukuruni sana, nawatakieni kila laheri. Naamini kwa kila aliyeridhika ameshaachilia baraka zake moyoni hata kabla hajazitamka, si ndio? Tunashukuru sana kwa ujio wenu, maana ujio wenu unaleta baraka kubwa kwenye kijiji chetu. Kwa hiyo tunapofika huko mgeni ukarimu, tumefika kwa karimu wenu wenyewe tunapata baraka za kutosha. Kwa hiyo japo wengine walichelewa, lakini viongozi watachukulia na kuwapelekea mahitaji walionayo. Tuendelee kuomba kama kuna msaada mwingine watuletee.